رسول الله مفتاح جنتي محمد رسول الله مفتاح جنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunaendelea na ada yetu kumshana wakati kama huu kusomeana masala mbalimbali ya dini yetu, na bado tupo katika kuelezea masala yanayotaalaka na salah. Tuko katika mlango wa babu salati jamaa. Tunaomba Mwenyezi Mungu atufikie katika hilo na ajalie katika haya masiku yetu ya ashru awal min Dhul-Hijja atuafikie kuyapatiliza. Pia ni sehemu ya kujiombea wenzetu wengine katika miji yao wameshaanza kutokana na miandamo, ni jambo la kawaida, na sisi huku tunataraji kuzianza masiku kama hayo kwa siku ya kesho, ukiwa mwezi umeonekana. Tutaraji hivyo, ni masiku ambayo yenye fadhila, na wengi ndio wenye wepesi kutia azma ya kuchinja. Basi pia ni jambo zuri imsaku ani baadhi al-ashya kwa ajili ya kutekeleza sunna, kama vile qasu sha'ri wa taqlim adh-dhufr, kukata kucha na mingineyo. Kwa wale ambao waazimia ni sunna kufanya hivyo, lakini haina maana ikitokezea mmoja amepata adha na kucha zake, amepata adha na nywele zake akanyoa, ikawa amepoteza labda sifa ya ile udhuhiya. Na sababu ya kufanya hivyo ili siwe mutashabih, tuwe na mushabaha na kufanana na wale zetu waliokuwa kule, kwa sababu wanakuwa katika ibada ya ihram. Kwa hiyo na sisi tuwe kama miongoni tulioshiriki nao, ndio sunna tukajizuilia na baadhi ya majambo yasifanyike. Mwenyezi Mungu aliwafikie hilo kwa wale ambao walotia nia ya kuchinja, na kuchinja ina fadhila kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa ayu afdalu sadaqa, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, kwamba ni sadaka gani iliyokuwa bora zaidi? Akasema iraqud dam, kwamba kumwaga damu kwa maana kuchinja, sio kumwaga damu kwa maana kuuana, bali kumwaga damu kwa maana kuchinja. Kwa hiyo hii ni idi ya kuchinja, na ndio inaitwa hivyo Eidul Adha, idi ya kuchinja, ili zipatikane faida pande zote mbili, viumbe binadamu na viumbe wengineo wasiokuwa wanadamu. Tukija katika swala yetu ya Ijumaa hii, tulieleza, tulidefine na tukaitolea baadhi ya maelezo yake kufahamika, kwamba asili tukisema hizi ni rakaa mbili zinaswaliwa katika siku maarufu ambayo ni hiyo Ijumaa. Na sababu ya kuwekwa sheria hii ya swala ya Ijumaa ni kuweza wale mukallafina walokalifiwa ni sheria kupangilia mambo yao na majambo yao. Ndio maana ikawekwa sheria ya kuswali salatu aljumaa. Tukaelezea kwa uchache wake watu kufanya shura na mambo mbalimbali ili kuweza kufanikiwa. Sasa salatu aljumaa hukumu yake ni katika faradhi kama swala nyinginezo, ni swala za faradhi kama swala zinginezo, na zimekokotezwa swala hii ya Ijumaa ipatikane kwa namna yoyote ile katika mji. Kama hajaswaliwa Ijumaa, watu watakaoadhibiwe, lakini ikipatikana jambo moja, basi wale wengine wanaweza wakapomoka
kwa madhambi, lakini kila mukallaf ambaye mukallafu sharia amekalifiwa ni sheria, ni wajibu kwake yeye imepasa kuitekeleza swala ya Ijumaa. Inapokuja time ya swala ya Ijumaa lazima watu waitekeleze. Hukumu yake ni fardhi kama fardhi za kawaida, lakini kuitekeleza Ijumaa ni wajibu. Salatu Jumaa wajiba kama alivyotoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chetu kitukufu Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'. Utapokuja mnadi yenye mnaamini, idha nudiya, patakunadiwa kwa ajili ya swala min yawmi al-jum'a, kwa siku ile ya Ijumaa, nataka mfanye vipi? Fas'au ila dhikrillah, nendeni katika utajo wa Mwenyezi Mungu, na min asma'i salah dhikru, ni ile utajo pia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wadharul bai', na uache kuuza na mambo yote mengine yote, kwa sababu ya umuhimu na uzito wa hii swala ni swala ya Ijumaa. Na pia katika hadithi sahihi ambayo ipokea Imam Muslim na wengineo, Mtume anatuambia la yantahanna aqwamun an wad'ihim al-jum'ati aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna min al-ghafilin. Katika riwaya nyingine, al-jum'a haqqu wajibun ala kulli muslimin ila 4: abdun mamlukun au imra'atun au sabiyyun au marid. Kwa riwaya hizi mbili zote zinatuashiria kwamba swala ya Ijumaa ina umuhimu. Riwaya ya kwanza tunasema la yantahayanna aqwamun an wad'ihim al-jum'at, watamalizika, watakomeka wale ambao watu ambao wanafanyaje, wanaiacha hii swala ya Ijumaa. Mtu anaacha Jumaati zisitekelezeke, watu hawatakuwepo, manake kwamba watakuwa wameingia katika kuvunja jambo la kidini, wanao ndio sababu kubwa ya kutokuwako. Au watapigwa mihuri mibaya katika nyoyo zao, la yahtamanna Allahu ala qulubi, atawapiga muhuri mbaya katika moyo wao. Thumma la yakunanna min al-ghafilin, kisha atakuwa ni katika watu wa ghafla. Watu wa ghafla ni watu ambao wenye hasara katika ulimwengu wetu, kwa sababu hawana tena hukumu ya kuishi. Wao wanakuwa ni kama tayari washaingia katika adhabu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya nyingine akasema, hii salatu Jumaa ni haki iliyokuwa ya lazima la kulli muslimin, ni haki iliyokuwa ya lazima katika kila Muislamu, illa 4, isipokuwa watu 4: abdul mamlukun, mtumwa mwenye kumilikiwa, au imra'atun, au mwanamke, au sabiyun, au mtoto mdogo, au maridun, au mgonjwa. Hao tu ndio watu 4, kwamba wao haijakuwa kwamba lazima kwa wao kutekeleza kutokana na hali zao. Kama tulivyokueleza watu gani wanaosirihi kutekeleza hiyo ibada ya Ijumaa. Kwa hiyo utaona kwamba inahitajika siku kama hii watu wajitolee kwa kutekeleza mambo ya kiibada. Na kama unavyojua, hii swala zetu zilifadhishwa time mbalimbali na nyakati mbalimbali, na pia fardhi hii ya Ijumaa ilifaradhiwa Makka, lakini usiku wa wa ile Isra wal Mi'raj. Ilifaradhiwa siku ya Isra wal Mi'raj, ndio ikaletewa kama ni faradhi khasa watu wa swala Ijumaa. Wa man sallaha, awwal man sallaha, kama nasani Asad bin Zurara radhiyallahu anhu ma Musa ibn Umair walipokuwa Masjidi Quba, ilipokuja amri ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillah, wakawa ndio kwanza kutekeleza jukumu kama hilo.
na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam kaitekeleza, lakini alipokuwa wapi? Kwa Madina. Lam yusalliha an-nabii sallallahu alaihi wasallam bi Makkah. Mtume alipokuwa Makkah hajaitekeleza swala nini ya Ijumaa, li'adam tamakunihi, kwa sababu ya kutokosekana ile wepesi wa kulitekeleza jambo kama hilo. Waislamu walikuwa mustakhfin, watu wenye kujificha ficha na kuhofia majambo. Kwa hiyo ikawa imefaradhiwa kwa kuchelewa wakati ameshatoka Maka kuja Madina. Swala ya Ijumaa ina umuhimu mkubwa na fadhila kubwa sana kutokana na ile siku yenyewe. Siku ya Ijumaa ni siku iliyotukuzwa katika sheria yetu. Yawm Jumaa yawm fadhil wa adhim, ni siku ambayo ilikuwa na ukubwa sana na ubora, na kama wametuambia maulama kutokana na aya zilizokuja na hadithi zilizokuja kwamba faradhi ya Ijumaa ndio afdalu furudh katika zile salati al-maktuba, hiya afdalu salawati al-mafruḍa, ndio bora ya zile swala za faradhisho, kama ndio rais wa swala zile hizo faradhisho. Wa jama'atuha afdalu min jama'at, na jamaa yake ni bora zile jamaa zote, jamaa yake ni bora zile jamaa zote. Swala Ijumaa katika madhhabu Shafi'i zote 140, lakini iko kauli hata mpaka watu wawili kwa kuchukulia kwamba As'ad bin Zurara na Musa bin Umair ilipokuja tu wakaswali swala ya Ijumaa. Kwa hiyo ziko kauli takriban kauli zilizokuja kwa ajili ya kuswali salatu Ijumaa ili iwe imefungamana ile swala na imekubalika. Kuna kauli tofauti, wengine 40, wengine takriban kauli 12 zimekuja kuonyesha watu wengine wamefikia kauli 51 kuzielezea, kuonyesha kwamba swala ya Ijumaa ina umuhimu, lazima itekelezeke. Mmoja katika wao akasema japo mmoja zisiwezekane kutekelezeka hiyo swala nini ya Ijumaa, lakini pia ikawa hata hiyo mmoja ya Ijumaa yenyewe akijamaa hakuna. Sharti ya Ijumaa kuswaliwa jamaatan, sio furada, kuswaliwa jamaatan sio furada. Na khususiyatu hadhi al-umma, kuiswali swala ya Ijumaa ni katika mambo yaliyohusika umma huu. Wenzetu huko walikuwa hawana kitu hichi kama hichi, salatu Ijumaa walikuwa hawana, na ni swala ambayo kama ninavyosema siku zote inaondosha madhambi makubwa, madhambi ya wiki mzima inaondosha, maadamu yale madhambi ambayo ya hadi ya kutekelezwa hadi haya patikani, ambayo yale madhambi makubwa. Kwa hivyo sema Imam Muslim na Bukhari katika hadithi waliopokea ambayo ni maarufu kwa sisi, as-salawatu al-khams wal-jum'a ila al-jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idha ijtunibatil kaba'ir, idha ijtunibatil kaba'ir, kwamba hizi swala tano tunazoswali, salatul khams, swala tano tunazoswali, wal jum'atu ila jum'ati, na swala ya Ijumaa mpaka swala nyingine ya Ijumaa, wa Ramadhan ila Ramadhan mukaffiratun lima bainahun, ni yenye kufuta madhambi yaliyokuwa baina yao, idha ijtunibatil kaba'ir, maadamu madhambi makubwa imekosekana. Na tatribu zake nyingi sana. Sasa siku ya Ijumaa imetuka swala yake kwa yale ambayo yaliyopatikana. Imekuja aqwali nyingi sana kwa siku ya Ijumaa. Ni khairi ayami dunia, ni si bora ya masiku haya ya duniani siku ya Ijumaa. Kama tulivyosema Ahmad, yeye kwake ameiona ni bora zaidi kuliko hata yaumu Arafa, kwamba ni afdalu ayami dunia. Mtume anasema khairu yawmi tala'at fihi ash-shamsu yawmul jum'a, katika riwaya kwamba siku ilikuwa bora kuchomozewa jua, siku ilikuwa bora katika siku zilizochomozewa jua ni nini? Yawmul jum'a, ni siku ya Ijumaa.
na ndani yake khuliqa Adam alayhi salam. Ndani Jumaa ndo aliumbwa Adam na udkhila janna, na siku hiyo ya Jumaa ndo aliingizwa peponi. Katika hiyo siku ya Jumaa ukhrija minha, alitolewa humo peponi. Katika siku ya Jumaa ndio maana tala falme zao wanaofia kwa ikija Eid kaumbana na siku ya Jumaa. Kama wenzetu mara hii wanaweza wakapambana na Eid ikawa siku ya Jumaa, na ishatokezea huko nyuma. Basi zamani walikiofia, kwa sababu riwaya sahihi zokuja kiyama hakitokuwa isipokuwa siku ya Jumaa. Kiyama kitokea ile gharqa kubwa ile ya kudimizwa ardhi na mbingu vyote vikakusanywa sehemu moja na kumalizwa vitu vyote vilivyokuwa ulimwenguni, kullu shay'in halikun illa wajha, ni hiyo siku ya nini? Ya Ijumaa. Au kuja katika riwaya ya Muslim pia umetueleza wala taqumu sa'atu illa fi yawm al-jum'a, hakisimami kiyama isipokuwa siku ya nini? Ya Ijumaa. Sasa haya yote kwa nini tunaelezea na kuyasema? Kwa maana kwamba tuingize katika nafsi zetu taadhimi hadha al-yawm, kuitukuza siku hii ya Ijumaa. Ni special day, tuione hivyo. Eidul muslimina fil usbu', ni Eid ya Uislamu katika wiki, na sio inakuja Ijumaa unaona kama siku nyingine tu kawaida. Manake uwe umebadilika kwa kuzidisha matendo mema kwa siku ya Ijumaa, kwa sababu ni siku ambayo yenye ubora sana tena sana. Hata kuoga ni kitu cha kawaida, lakini kuoga siku ya Ijumaa ni fadhila zaidi katika majosho ya sunna. Kuoga ile siku ya Ijumaa, unaweza unaoga kila siku josho la sunna, lakini ile siku ya Ijumaa kwa kuoga kwako inakuwa ni ibada, na pia ni jambo katika sunna zinaochukuliwa kwenda kuoga. Ilikuwa afdal zaidi ni ile siku ya Ijumaa. Mtume sallallahu katika hadithi maarufu sana, maarufu hadithi siku zote wanaielezea wanachuoni, apokea Imam Ahmad, Imam Tirmidhi na wazie kwa isnadi sahihi. Mtume anatuambia kwamba man ghassala yawm al-jum'ah, yote atakayoga siku ya Ijumaa, waqtasala, akajisafisha, man ghassala akajisafisha kwa uzuri na mambo yake, yawm al-jum'ah, waqtasala, na akaoga yawm al-jum'ah, wabakkara, na akafanyiza haraka, wabtakara, na akajitahidi kufanya mambo ambayo kwa ustadi mzuri, wa masha walam yarkab, na akatembea kwa miguu wala hakutembea kwa kipando kwenda hapo msikitini, wadana min al-imami, na akakaa karibu na imamu, fastamaa walam yalgh, akasikiliza khutba wala kufanya porojo, kana lahu bikulli khutwatin, anakuwa huyo mtu kwa kile hatua yake aliyofanya amali sana, inakuwa kama vile yani kulli khutwatin, kile hatua aliyofanya ni kama amalu sanatin, kama vile amefanya amali mwaka mzima. Ajru siyamiha wa qiyamiha, anapewa malipo ya kusimama na kufunga. Kwa sababu gani? Alijitahidi kuyafanya mambo ya siku ya Ijumaa. Kwa hiyo ni siku ambayo watu tunatakiwa tuitilie muhimu sana. Ingawa siku zetu hizi za kuchelewa, yani zamani zetu hizi, watu hawajaipa muhimu sana kutokana na pirika na shughuli tulizonazo, lakini yaumul Jumaa ni siku ambayo inataka kuadhimisha. Kwa hiyo zote ni fadhila hizo, kwa mtu akajitahidi akasafisha maeneo yake ya kimwili, ya mazingira yake, akaoga yeye mwenyewe, akahimiza watu kuwahi, na mwenyewe akawahi kuja msikitini. Kuoja msikitini ni sunna ya yote, kwa hiyo tunatakiwa tuwahi kuja msikitini siku ya Ijumaa, kwa hadithi maarufu kwamba ukiwahi saa ya kwanza kama umetoa sadaka ya badani,
ngamia, saa ya pili kama umetoa bagari, saa ya tatu kama umetoa mbuzi, saa ya nne kama umetoa dika, saa ya tano kama umetoa yai, kiingia sita hakuna tena fadhila zake. Kwa hiyo mtu kuwahi ni muhimu sana, ila al-khatib, isipokuwa mtu ambaye atahutubu siku hiyo, khatibu Jumaa, yeye kuchelewa kwake kwa siku hiyo ni sunna, kwa sababu maandalizi ile khutba. Khutba ni jambo kubwa, si kama tunavyochukulia kwa wepesi, ni jambo kubwa. Ndio maana sheria ikampa sababu na minzi za kuchelewa, ili asiweze kuja kutoa maneno ambayo hayajulikani au yafahamiki kwa siku ile ya Jumaa. Kwa hiyo fayambagha yudhima bitadhimi hadha al-yawm, tuyadhimishe siku ya Ijumaa, tuyadhimishe swala ya Ijumaa kwa sababu ya kuadhimisha hii siku yenyewe ya Ijumaa. Fayukthiru fihi as-salihat, azidishe mtu siku ya mambo ya mema, azidishe siku zote anayofanya, basi azidishe katika ibadati mbalimbali za dhikri na za utekelezaji na utendaji. Kama una dhikri labda umejizoezesha 100, basi ufanya lao 300. Umejizoezesha swala kwa raka 4, kwa raka 3, basi bora uswali 4. Na yabtaidu ala jamii sayiati, ajiepushe sana na mambo ambayo hayahitajiki kwenda kuyatekeleza. Hiyo ilikuwa ni upande wa fadhila zake na mambo yake. Kuna adabu sasa namna gani ya kuienzi Ijumaa, ili na wewe uingie katika watu ambao walioienzi siku ya Ijumaa au walioifanya na wao ni bora siku hii ya Ijumaa, waingie katika daira ya watu wema. Hilo inshallah ni jambo tutakuja kulizungumzia, na kisha tuingie shurutu wujubi Jumaa na mengineyo, ili kuweza kukumbuka swala nzito hii ambayo wakati wetu tumekuwa tumeipa uzio sana, wengine mpaka wanafikia kuikosa kwa sababu ya mashughuli. Yani siku ya Ijumaa imeingia, lakini mtu anashughulishwa mpaka anapokuja pia kwenye khutba, likimtokezea jambo la ghafla na dharura, basi ile Ijumaa haipati tena, ambayo sio jambo zuri. Siku ya Ijumaa ni siku kubwa kwa Waislamu, watakuwa waipatilize kwa kudhifisha ibada zao, kwa kujiandaa kiakili, kiwiliwili, kiroho, kwamba ni siku ambayo inahitajika mtu uitenge kwa ajili ya mambo ya kiibada. Ajali miongoni ambao yastamuna alqawla fayatabuna ahsana. Allahu ta'ala alam. Al-Fatiha. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا ذا التواب. وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.